Basi ndugu msikilizaji, naendelea kukukaribisha tena katika sehemu yetu ya 4B ambayo hii tunaenda kumalizia kwenye sehemu yetu ya 4 ambayo tulikuwa katika part yetu ya 4 ambayo tulikuwa tushaanza katika sehemu A. Yaani kama nakukumbusha tu, kama wewe ndio umeanza kuipata sehemu B, basi nimekuwekea link tayari kwenye upande wa comment section. Basi iguse kwanza hiyo link ikupeleke A, ndio usikilize B. Basi nakuomba ufanye hivyo, pia ulike, ucomment na ushare. Basi tuendelee pale tulikuwa tumeishia katika sehemu yetu ya 4A. Basi baada ya Baraka kupelekwa kwa mganga wa kijiji, Zawadi hakutoka pembeni yake hata dakika moja. Alikuwa akitamani amke na aseme ukweli. Basi asubuhi ilipofika, Baraka alianza kufumbua macho polepole. Zawadi akamkaribia, akamwambia, "Baraka, unaweza kunisikia?" Baraka akatikisa kichwa taratibu, akamwambia, "Yeah, ndio naweza kusikia." Basi akamwambia, "Tafadhali niambie ni nani aliyemtegea Adriani?" Unaona hapa tunamwona Zawadi, yani hataki hata kumpumzisha mgonjwa. Anataka ajue ukweli aweze kumsaidia mtu anayempenda. Na hii bwana, hata kwenye jamii zetu tunaona kama mwanamke akikupenda ni mtu ambaye bwana anakupenda kweli kweli. Ni tofauti na sisi watu wa kiume, tunapenda kidogo, tunapenda huko na huko, tunado. Basi Baraka akaema kwa nguvu. Alifungua mdomo ili aseme, lakini ghafla mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Juma aliingia akiwa ameshika kikapu cha matunda. Akamwambia, "Nimekuja kumjulia hali ya rafiki yangu." Baraka alipotazama uso wa Juma, alinyamaza kimya, aliogopa. Lakini Zawadi aligundua mabadiliko hayo. Alijua Baraka alikuwa anamuogopa Juma. Basi Juma aliondoka baada ya dakika chache. Lakini kabla hajaondoka, alimnong'oneza Baraka, akamwambia, "Ukizungumza utajuta maisha yako yote." Basi Baraka alianza kutetemeka pale. Wakati huo Adriani alikuwa bado amefungiwa. Mlinzi aliyekuwa akimlinda alimwambia kwa sauti ya chini, "Usikate tamaa, kuna mtu anatetea nje." Basi Adriani akatabasamu, akauliza, "Ni Zawadi, sivyo?" Mlinzi akatikisa kichwa, akamwambia, "Unapambana usiku na mchana kuthibitisha kuwa huna hatia." Basi macho ya Adriani yakajaa machozi ya furaha. Yaani hapa hata ingekuwa mimi kwamba wewe umefungiwa na makosa nini kutaka kusema, lakini nje kuna mtu anakupambania bwana, kujua wewe unatokaje au nini, inatia moyo sana. Basi jioni hiyo Zawadi alikutana na mama yake Adriani kupitia simu. Kwa mara ya kwanza Adriani alikubali kumpigia baba yake na kumpa habari za matatizo aliyokuwa nayo. Baba yake akasema, "Mwanangu, nikitaka naweza kuja na mawakili kesho." Lakini Adriani akajibu, "Hapana baba, nataka ukweli ujulikane bila kutumia utajiri wetu." Basi babake akatabasamu kwa fahari, akamwambia, "Umenifanya nijivunie sana." Wewe fikiria mtu kwa bwana wana dola, baba anakwambia, "Mimi nataka bwana nije hapo nikutoe selo." Lakini unasema, "Hapana, mimi nataka ukweli ujulikane kwamba sina hatia." Mtoto akitajiri bwana anakubali kukaa. Sio mimi siwezi kukubali. Basi usiku ulipoingia, Baraka aliamua kutoka nyumbani. Alienda moja kwa moja kwa Zawadi. Safari hii alikuwa ameamua kusema ukweli wote. Akasema, "Sitaogopa tena." Juma ndiye aliyepanga mkufu uwekwe kwenye begi la Adriani. Zawadi akabaki ameduaa. Akasema, "Una ushahidi?" Akamwambia. Baraka akasema, akatoa simu yake mfukoni. Akasema, "Simu hii ilirekodi sauti bila wao kujua." Basi ndani ya simu kulikuwa na mazungumzo ya Juma akiwaambia vijana, "Hakikisheni mkufu unaingia kwenye begi la Adriani." Zawadi akafurahi sana, akamwambia hatimaye walikuwa wamepata ushahidi. Lakini walipokuwa wakiondoka, gari jeusi lilisimama ghafla mbele yao. Wanaume wawili walishuka, wakamkamata Baraka kwa nguvu. Zawadi akapiga kelele, "Mwacheni." Lakini mmoja wao akamsukuma chini.
Basi gari likaondoka kwa kasi likimchukua Baraka. Zawadi akabaki amepiga magoti. Baraka barabarani, basi machozi yakimtoka. Simu yenye ushahidi ilikuwa bado mikononi mwake. Lakini sasa hapa, hata kama unajua umepata ushahidi, lakini yule mtu aliyekupa ushahidi bwana ameingia matatizoni, lazima roho ikuume. Hapa mwenyewe nimeweza kumuonea huruma basi Baraka, kwamba Baraka kama kusema ukweli, lakini ukweli wake umempeleka sehemu pabaya. Basi ndugu yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Basi Zawadi alibaki amesimama katikati ya barabara, huku moyo wake ukidunda kwa nguvu. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Aliangalia simu aliyokuwa amepewa na Baraka. Ndani yake kulikuwa na ushahidi ambao ungeweza kubadilisha kila kitu. Lakini alijua jambo moja: Juma asingekubali ushahidi huo ufike mikononi mwa mkuu wa kijiji. Basi usiku huo Zawadi alikimbilia kwa mama yake, akamweleza kila kitu kilichotokea. Mama yake akashangaa. "Mwanangu, kama huu ushahidi ni wa kweli, maisha yako yako hatarini." Lakini Zawadi akajibu kwa ujasiri, akasema, "Niko tayari kupigania ukweli." Mama yake akamkumbatia mwanae kwa nguvu, akamwambia alijua binti yake alikuwa ameamua. Basi tunaona mama pia naye anajivunia Zawadi kwamba pamoja na maisha yetu magumu, lakini mwanangu amekuwa mtu ambaye ameamua kumpambania mtu, tena mtu asiyemjua, ajua ametoka wapi. Lakini mama laiti angejua kama ana mkwe ambaye bwana anatoka katika familia moja ya magari mengi, na siku moja akifanikiwa kuoana, basi mama atakuwa na maisha fulani, angevimba mtaani. Basi wakati huo Juma alipigiwa simu. Mmoja wa watu wake alisema, "Tumemkamata Baraka." Basi Juma akatabasamu akawaambia, "Vizuri, lakini hakikisheni asemi chochote." Hakujua kwamba Baraka alikuwa ameshatoa ushahidi muhimu kwa Zawadi. Basi kesho yake mkuu wa kijiji aliita mkutano mkubwa, akasema, "Wananchi wote, tumekusanyika hapa na wakusanyika kwa pamoja." Akasema, "Adiani ataletwa hapa." Basi baada ya dakika chache Adiani akaletwa akiwa amefungwa kamba mikononi. Alisimama kimya mbele ya watu. Mkuu yeye akasema, "Leo tutatoa hukumu." Watu wote wakanyamaza. Kabla hajamaliza kuzungumza, sauti ya Zawadi ikasema, "Subiri." Akakimbia mpaka mbele ya umati, akasema, mkononi alikuwa ameshika simu. Basi akasema, "Nina ushahidi kuwa Adiani hana hatia." Watu wote wakashangaa. Juma akaanza kupoteza utulivu. Zawadi akawasha sauti iliyorekodiwa. Sauti ya Juma ikasikika wazi, "Hakikisheni unaweka mkufu kwenye begi la Adiani. Kila kitu kitakuwa chini ya udhibiti wangu." Wananchi wakabaki wamepigwa na butwaa. Mkuu wa kijiji akamgeukia Juma, akamwambia, "Hii ni sauti yako?" Juma akashindwa kujibu kabisa. Uso wake ukabadilika. Jasho lilianza kumtoka. Lakini ghafla mzee mmoja alikuwa amekaa nyuma akasimama, alisema, "Nilimwona Juma usiku ule karibu na nyumba ya Adiani." Mwanamke mwingine naye akasema, "Na mimi niliona vijana wake wakizungumza neno lile." Watu wakaanza kunong'ona. Kila mmoja alianza kuona ukweli. Mkuu wa kijiji akasirika sana, akamwangalia mwanae, akamwambia, "Juma, ni kweli umefanya haya yote?" Juma akajaribu kukimbia, lakini wanakijiji wakamzuia. Mkuu wa kijiji akaamuru Adiani afunguliwe zile kamba, zikakatwa. Basi kamba zote zikakatwa mikononi mwake. Adiani akatoka mbele ya watu. Zawadi akamkimbilia. Walitazamana kwa muda, kisha wakakumbatiana. Wananchi wakapiga makofi. Lakini furaha hiyo haikudumu. Ghafla gari la kifahari jeusi likaingia kijijini. Watu wote wakageuka kulitazama. Mlango ukafunguliwa. Mwanaume mmoja mwenye sauti
mwenye suti nyeusi akashuka, akamwangalia Adrian, kisha akasema kwa sauti kubwa, "Mwanangu, nimekufuata." Adrian akashangaa, akamwambia, "Baba." Wananchi wote wakabaki wameduaa. Mkuu wa kijiji akauliza kwa mshangao, "Huyu ni nani?" Basi mwanaume huyo akajibu kwa utulivu, "Mimi ni baba yake Adrian, na ndiye mmiliki wa kampuni kubwa zaidi katika mkoa huu." Basi kijiji kizima kikabaki kimenyamaza. Mkuu wa kijiji aligundua kuwa kijana wake aliyemdharau alikuwa anatoka kwenye familia tajiri sana. Basi baba yake akatabasamu kwa fahari, lakini wakati huo huo mtu mmoja aliyekuwa amesimama mbali aliwapiga picha Adrian na Zawadi kwa siri. Hakuna aliyemuona, na huyo mtu alikuwa na mpango mpya ambao ungeyatikisa maisha yao kuliko hata Juma. Basi nami kufikia hapa basi ndo mwisho wa part 4 rasmi na mwisho wa part B, na ndo mwisho na wa part yetu ya 4 part 4. Je, ni nani huyo mtu aliyewapiga picha? Atakuwa rafiki au adui mpya wa Adrian na Zawadi? Basi mimi nakusihi tu usikose Mrembo wa Kijiji part 5, ambayo tutaenda kumuona adui mpya. Na adui mpya ataingia na kuleta changamoto kubwa zaidi katika mapenzi yao. Naam, nikushukuru ndugu msikilizaji, najua umenivumilia kusikiza part 2 siku zimekanyaganya, najua ni changamoto, lakini tuvumiliane. Sisi tunashughulikia swala dogo ambalo limebaki la verification ya channel yetu. Tunajua tunataka tuweke sauti ambazo tuna upload kitu ambacho kiko chini ya 15. Basi tunashughulikia, tukifanikiwa basi mtakuwa napata stories zenu zikiwa katika mtiririko sahihi ambao unakuwa mjakatiwa. Mtusamee, lakini kufikia hapa nile kusimulia. Jina langu ni MK, lakini mwandishi wetu ni dada yetu Agi. Na kufikia hapa sisi tunakuambia hatuna la ziada. Tunaomba tu subscribe, ulike, ushare video hii, ucomment. Lakini kabla sijamaliza na kukumbusha kwamba kama hujasikiza part 4A, nimekuwekea link hapo chini kwenye upande wa comment section. Basi gusa hiyo link, itakupeleka direct katika sehemu ya 4A, na utasikiza ya 4B, then tutakutana katika sehemu ya 5 ambayo nitakuwa sijakatakata. Basi kufikia hapa nasemeni asante, na sio Agi bali nakwambia tukutane katika sehemu ya 5.